Baada ya kukombolewa kwa miji 12 ya tarafa la Kale iliyokuwa imedhibitiwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono nalo jeshi la Rwanda, sasa makundi ya wazalendo yanazidi kusonga mbele na mtuto wa bunduki. Vikosi vingi vipya vya wazalendo kutokea Bunyakiri na Kalonge tarafani Kale vimeshambulia ngome mbalimbali za Wanyarwanda katika tarafa la Kabare na viungani mwa mji wa Bukavu. Makomando wa Kizalikio, Rahia Mutomboki, walipukusa M23 katika vijiji vya Chivanga na Mudaka Aprili 10 asubuhi na mapema, wakati ambapo Kirikicho Mirimba Mwanamai wakiwapa M23 ubatizo wa moto maeneo ya Ius Kale na kwingineko. M23 walichanganikiwa kwa kuwa kona zote walizingirwa. Kwa kasi walionayo wazalendo, M23 walihitaji kukimbilia katika mbuga la wanyama la Kahuzi Biega. Walikuta watoto wa pori wanakware waliowashia moto humo hadi kuteketeza mamia ya Wanyarwanda mbugani humo, huku wengi wakizania uenda ni katika mbuga hilo la Kahuzi Biega walimoanzia, kumbe ulikuwa mtego wa Daudi kwa Goliati. Asubuhi hiyo Pamudaka, kijiji kilicho pembezoni mwa kituo cha mafunzo ya mapadri cha Kivu ya Kusini, M23 wakajaribu kuzuia, bali walishindwa. Hadi sasa M23 bado wanaonekana mmoja katika mji wa Miti na Kavumu, huku raia waliokuwa wameshajiunga na Wanyarwanda hao kwa kupiga nchi yao vita kwa uchu wa madaraka na njaa ya akili na tumbo wameanza kujuta, kwa kuwa moto wa wazalendo umekuwa kama vita vya Armagedonia. Mratibu wa wazalendo Bwana Alex Mwamba Dunia asubuhi ya Ijumaa hii 11 Aprili amefanya ziara ya kikazi katika mashamba ya kivita na kuwapa moyo vijana wake. Kiongozi huyo anasema wazalendo ndio wakombozi, hawapatikane kabila za nchi ya kigeni, hapana. Wao wanakuwa na kabila za nchi ya kigeni. Nataka nikuambie ndugu yangu, uzazi wa Bertrand Bisimwa ni Rwanda, uzazi wa Corneille Nangaa ni Wahema, ni wale. Willy Ngoma ni Mnyarwanda, tunamfahamu, tulikuwa tukisoma naye Goma. Bia Mungu hivyo Tega Wani tunafahamu uzao wao. Wasikuwa wanadanganya, wako wanaitana ile uzao wao, walikuja zalika huku kwetu na wanakomaa huku, ndio wako wanaitana hao. Wao wanatoka Rwanda, misaada yao inatoka Rwanda, Uganda, tunafahamu haya. Wanatoka kwa nchi yao wanaita Empire Ima, tunafahamu, yani wanilotike wote. Kwa muda huu maelfu ya wazalendo wamesukumwa kuzingira miji muhimu ya Bukavu, Kavumu, Kamanyola, Nyabibwe na Minova inayodhibitiwa na Wanyarwanda, ila wametuficha lengo lao na lini watapuliza firimbi ya kulipua majipu hayo. Ndipo nikamuliza kamanda mmoja wa vita Kuruninga anayepatikana huko Uvira, kwa nini kuvamia M23 kwa kurukaruka na kuacha maeneo mengine? Kajibu: kufatana na habari ya Kamanyola wala Bukavu, tunasema sisi tuko vijana chupavu wa kupigana vita na tuko na lengo ya vita. Ndugu mtangazaji, ni kupanga tu operation yenye tutatumika pale Kamanyola di kuendelea mbele ti Bukavu, na ile tunajua kabisa kila mkongomani yeyote kwenye ipo anajisi kabisa watoto wetu wazalendo, tujitahidi vraiment tuingizane, tugomboe Kamanyola directement Bukavu ti kuendelea mpaka Goma. Tunaamini bila kuzuiliwa munjia. M23 ni kakitu kakidogo kenye tuko na droit ya kuwapiga. Tunaamini hakuna mwenye atatuzuia. Tuko na nguvu, tuko na kila kitu, yani kwa dawa, kwa nini tunajua tutagomboa hizo nafasi tatu tulivyotaja hapo, kwanza Kamanyola, ti Bukavu, ti Goma. Mama zetu, baba zetu, tunajua ile njoo msaada wetu, atazidi kutusaidia, kutuombea Mungu. M23 inapodhibiti mji, kila shughuli ubweteka. Askari wao uua raia wa Kongo kikatili na bila kuzika, wanafunzi kuto kusoma, mashirika ya kiutu kuto kutumika kazi zao ipasavyo, vituo vingi vya redio kufungwa, waandishi wa habari kuchinjwa ikiwa hutaki kutangaza wapendavyo M23 Wanyarwanda. Watoto wadogo hawa ni wanafunzi kwenye shule moja mjini Kale, wanasema: Jambo papa journalist, Kale tunateseka juu ya vita. Hatuko nalala manyumba zetu, tuko nenda lala kwa watu na wengine mpori. Jambo papa journalist, huku kwetu Kalehe masasi kwa alia mingi, Kalehe, Kasheke, Luchiga, Katasoma na Kazalika. Tunahitaji utusikie. Asante. Kutokana na visa vyote hivyo,
vya uhalifu, raia 90% wa Kivu ya Kusini waunga mkono wazalendo. Hawa hapa tumewakuta wakijifunza gwaride ya kijeshi katika mji wa Panzi Bukavu na kuomba wapewe silaha waingie hadi Rwanda. Upande wa Uvira, Fizi na Mwenga, vigogo wazalendo wa Biloze Bishambuke Fabebe wa kamanda Ngoma Nzito wanatandikana na M23 inayojificha ndani ya Twirwaneho pembezoni mwa Minembwe. Huyu hapa msemaji wa Fabebe. Bwana mtangazaji, hatupambani na Twirwaneho, tunapambana na jeshi la Rwanda ambalo lilikuja ili kuvamia nchi ya Kongo, na ili kutimiza uvamizi wao wanatumia mbinu ya kuua raia. Wanataka kwanza wamalize raia wa maeneo fulani kwenye nyanja za juu, ndio watatimiza uvamizi wao. Tukumbushe kwamba mnamo tarehe 10 Aprili mwaka wa 2024 kuanzia tarehe 8 adui aliweza kuunguza vijiji 12 kwenye maeneo ya nyanja za juu za tarafa la Fizi, tukiwa kwenye usultani wa Basimukuma Sud huko kwenye sekta ya Mtambala. Vijiji 14 viliunguzwa na adui, nyumba 1500 ndizo ziliweza kuungua. Pia ngombe 455 na mbuzi 1200. Wanawake 50 waliweza kubakwa na adui, bwana mtangazaji. Zaidi ya hiyo, watoto 105 ambao walishindwa kukimbia pamoja na wazazi wao waliweza kuungulia ndani ya nyumba hizo. Na kuna watu 1200 raia ambao walikuwa wanatamani kurudia kuja kuchukua mifugo yao ambayo ilikuwa napelekwa na adui, waliweza kuuliwa. Wamoja wao waliuliwa kwa kuchinjwa na wengine waliuliwa kwa kupigwa risasi, bwana mtangazaji. Wito wetu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, adui mbinu yake ni ya kumiliki nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na analenga maeneo yenye inapatikana iko migodi ya madini. Jeshi la Rwanda ambalo linashirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara na waasi wa Burundi wa FNL wana mbinu ya kuenda hadi kufika Misisi wadhibiti migodi ya madini huku. Wazalendo hapo nyanja za juu za tarafa la Fizi, jemadare Ngoma Nzito ambaye anashirikiana na wazalendo wengine wanaendelea kuwazuia ili kwamba wasiweze kufikia lengo lao. Katika misitu hiyo kuna aina mbili za Twirwaneho. Ipo Twirwaneho civilian na Twirwaneho M23 AFC RDF ndiyo inayojiunga na Red Tabara inayotishia kuvamia Bujumbura Burundi, na hii ni ile iliyokuwa ikiongozwa na hayati Kanali Makanika, baadaye Charles Semata, Joseph Mitabo, ambao ni maafisa wa FARDC waliojijengua jeshini ili kuunga mkono siasa ya Kigali ya kusimika hima empire itawale Afrika ya Kati na Mashariki. Mashirika ya kirahia eneo hilo upongeza kazi za wazalendo hao. Bui Jean Kelvin ni mratibu wa Sosiko RDC. Tunasema kama courage kwa wazalendo paske mapambano mu matarafa za Uvira, Fizi, Mwenga zimeripotiwa tariki 6 mwezi wa 4 Muliza, Kakenge, Kakangara, Bialere, Bikarakara na Murombwa na Rugezi na zengine malokalite za kazi, na raia wote wakuwe kwa makini, kukuwe na denonce tuka suspe na wananchi wote wa metre article 73 64 ya 63 na application ya kutetea nchi yetu ya Kongo. Hatutaitika kamwe nchi yetu iendelee kuvamiwa. Hakuna kwenye wananchi wanaweza wakakimbilia. Wananchi wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanadai kuchoshwa na vita vya mara kwa mara ambavyo vinasababisha ubaguzi wa kikabila, uchochezi wa chuki na ghasia nyingi. Hivyo vijana walio wengi wanatishia kuingia nchini Rwanda endapo Umoja wa Mataifa utaendelea kuunga mkono nchi ya Rwanda na siasa ya kutaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kugawanywa vipande kama Sudan. Nikiripoti kutoka Nyangezi, mimi ni Thompson Unjibata Ngolo William wa Iyambaleto TV.